Hichi ni kile ambacho kinaendelea, vita vya Iran, Marekani na Israeli, vita ambavyo vinaendelea kushika hatamu kweli kweli. Na taarifa kwanza kabisa ambazo tupo nazo ni kwamba taifa la Iran limeweza kutoa onyo, na onyo hilo ni kwa mataifa ya Ulaya kwamba zitaonekana kama shabaha halali iwapo zitaunga mkono uchokozi wa Marekani na Israeli. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Majid Takht Ravanchi anasema, tayari tumewaarifu wazungu na wengine wote kwamba wanapaswa kuwa waangalifu na kujiepusha na kukimbilia vita hivi vikali dhidi ya Iran. Ikiwa watasaidia, sipendi kutaja nchi halisi, lakini ikiwa nchi yoyote itajiunga na uchokozi wa Marekani na Israeli dhidi ya Iran, bila shaka itakuwa shabaha halali ya kulipiza kisasi, alikiambia kituo cha television cha French 24. Akitoa maoni kuhusu ushiriki wa baadhi ya nchi za Ulaya katika kutoa usaidizi wa vifaa kwa vikosi vya Marekani vinavyopelekwa Mashariki ya Kati kushiriki kwenye operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran, waziri wa mambo ya nje wa Hispania Jose Manuel Alvarez amesema kwamba kambi za kijeshi za nchi yake hazitumiki kwa operesheni hiyo nchini Iran. Kufuatia hili, kulingana na waziri wa ulinzi Margarita Robles, Washington iliamua kuelekeza upya ndege zake za kujaza mafuta kutoka kambi za Hispania hadi nchi zingine, licha ya ukweli kwamba rais wa Marekani Donald Trump aliendelea kudai kwamba kambi nchini Hispania zingetumika wakati wa operation dhidi ya Iran, licha pingamizi la Madridi na kuonya kuhusu kukata uhusiano wa kibiashara na nchi hiyo. Iran ni nchi huru na haitaruhusu vikosi vya kigeni kuingilia mambo yake ya ndani. Mwakilishi wa kudumu wa nchi hiyo katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravan anasema, Iran ni nchi huru na huru, haikubali na haitaruhusu kamwe nguvu yoyote ya kigeni kuingilia mambo yake ya ndani, aliwaambia waandishi wa habari. Mjumbe huyo aliongeza kuwa taarifa za Marekani kuhusu ushiriki wa Washington katika uteuzi wa uongozi wa Iran zinaunda ukiukwaji wa wazi wa kanuni za kutoingilia mambo ya ndani ya majimbo kama ilivyoainishwa katika hati ya Umoja wa Mataifa. Anasema, tutachukua hatua zote muhimu kuwalinda watu wetu, eneo letu na uhuru wetu, Iravan alisisitiza. Rais wa Marekani Donald Trump amekataa kutoa maoni kuhusu swali juu ya Urusi inayodaiwa kushiriki taarifa za kijasusi na Iran na akaliita la kijinga. Anasema hilo ni tatizo rahisi ikilinganishwa na tunachofanya hapa. Je, ninaweza kuwa mkweli? Ninakuheshimu sana, umekuwa mwema sana kwangu kila wakati. Ni swali la kijinga sana kuuliza kwa wakati huu. Tunazungumzia jambo lingine, alimwambia mwandishi wa habari wakati wa hafla iliyolenga michezo ya vijana. Hapo awali Washington Post ilichapisha makala iliyopendekeza kwamba Urusi inadaiwa ilikuwa ikiipa Irani taarifa za kijasusi ili kusaidia kurekebisha mashambulizi yake. Vile Marekani inapanga kutekeleza shambulio lake kubwa zaidi la bomu dhidi ya Iran. Waziri wa hazina wa Marekani Scott Bessent anatangaza. Ni bomu gani hilo ambalo watakaloachia? Litaleta madhara gani? Je, Marekani ameanza kutumia mabomu ya nyuklia? Kama ameanza kutumia mabomu ya nyuklia, unadhani Iran naye atafanyaje? Iran imeshambulia jengo huko Bahrain lenye makao ya wafanyakazi wa kituo cha uendeshaji wa jeshi la wanamaji cha Baraza la Ushirikiano la Ghuba GCC. Katibu mkuu wa GCC Jasem Al-Bodaiwi anasema, jengo lililoshambuliwa na Iran nchini Bahrain lilikuwa na maafisa wa vikosi vya wanamaji vya Qatar wakishiriki kwenye kazi ya kituo cha uendeshaji wa jeshi la wanamaji la GCC, alinukuliwa na Sky News Arabia. Katibu mkuu aliita shambulio la Iran kuwa ni kitendo cha uadui kinachokiuka sheria na kanuni zote za kimataifa, lakini kwa upande wa Marekani hajanukuliwa akisema kwamba Marekani wamekiuka kanuni, bali anaonyesha Marekani wako sahihi. Vile Marekani imezama kuharibu meli 43 za Iran tangu kuanza kwa operesheni ya kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imeripoti malengo yamepigwa zaidi ya 3000. Meli za Iran zimeharibiwa au kuharibu 43, kambi hiyo ilisema kwenye X. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza mpango wa dola milioni 151.8 wa kuiuzia Israeli mabomu ya hewa ya Blue Dash 110 yenye uzito wa pound 1000 kilo 454. Mkataba huo pia unajumuisha huduma za uhandisi, vifaa na usaidizi wa kiufundi zinazotolewa na wakandarasi wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio ameamua na kutoa uhalali wa kina kwamba kuna dharura inayohitaji kuuzwa mara moja kwa serikali ya Israeli kwa makala za ulinzi na huduma za ulinzi zilizo hapo juu ni kwa maslahi ya usalama wa taifa wa Marekani. Baadhi ya vifaa hivyo vitatolewa kutoka kwenye akiba iliyopo ya Marekani. Je, mambo yatakuwaje? Nitakueleza.
Vilevile watu 8 inaelezwa kwamba wameuawa kwenye mji wa Isfahan nchini Iran kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israeli, shirika la habari la serikali la Iran limeripoti. Kulingana na taarifa zake, majengo 80 ya makazi yaliharibiwa katika jimbo la Isfahan kwenye mashambulizi hayo. Vilevile Marekani inajiandaa kutuma kundi la 3 la mashambulizi ya meli za kivita linaloongozwa na USS George H.W. Bush Mashariki ya Kati, Fox News inaripoti. Kikundi cha 3 cha mashambulizi ya meli za kivita kinajiandaa kuvuka Atlantic na kujiunga na vita dhidi ya Iran. USS George H.W. Bush inatarajiwa kutumwa hivi karibuni. Mwandishi wa habari wa Fox News Lucas Tomlinson alisema meli ya kivita Marekani ya jeshi la wanamaji ya USS Abraham Lincoln tayari ipo kwenye eneo la operesheni ya kijeshi kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Meli ya pili ya kivita ya USS Gerald Ford kwa sasa ipo kwenye Bahari Nyekundu. Jeshi la anga la Israeli limekamilisha wimbi lingine la mashambulizi dhidi ya Teherani na Iran ya kati, vyombo vya habari vya kijeshi vinaripoti. Kulingana na taarifa yake, ndege 80 za kivita zilishiriki katika operesheni hiyo. Mojawapo ya malengo makuu mjini Teherani ilikuwa chuo kikuu cha Imam Hussein, chuo cha kijeshi kinachowafunza maafisa wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Kulingana na upande wa Israeli, eneo la chuo hicho pia kilitumika kwa madhumuni ya kijeshi, na kwa hivyo eneo hilo lilikuwa lengo halali la kijeshi. Vilevile vikosi vya kijeshi vya Qatar vinaelezwa kwamba vimezima shambulio la kombora nchini, wizara ya ulinzi inaripoti. Wizara ya ulinzi ya jimbo la Qatar imetangaza kwamba vikosi vya kijeshi vimezuia shambulio la kombora lililolenga jimbo la Qatar. Taarifa hiyo iliyochapishwa kwenye ukurasa wa X na wizara hiyo iliweza kueleza. Vilevile Wakudri wa Iraki kwa sasa wanadumisha msimamo wa kutoegemea upande wowote kwenye mzozo wa Mashariki ya Kati kutokana na hofu ya kulipiza kisasi kutoka Iran na ukosefu wa usaidizi kutoka Marekani, Axios inaripoti. Kulingana na chombo cha habari, Wakudri wa Iraq wanaona nia ya utawala wa Marekani kuhusu mabadiliko ya madaraka nchini Iran kuwa haijulikani wazi, wakihofia kupanuka kwa mzozo huo. Chanzo cha habari cha Wakudri kilimwambia Axios kwamba hakuwezi kuwa na mabadiliko ya utawala bila buti za Marekani ardhini, na tathmini yetu ni kwamba Marekani haitumi buti ardhini, aliongeza. Chanzo hicho pia kilisema kwamba shambulio linalowezekana la Iran dhidi ya makundi ya Wakudri wa Iraq litawasababishia uharibifu mwingi kutokana na ukosefu wao wa mifumo ya ulinzi wa anga na njia za kukandamiza ndege zisizo na rubani. Vile jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, kitengo cha kijeshi cha Iran, kimeshambulia kambi ya wanajeshi ya Marekani ya Al-Dhafra huko Falme za Kiarabu. Wanasema kitengo cha ndege zisizo na rubani cha jeshi la wanamaji la IRGC kilifanya shambulio kubwa kwenye kambi ya wanajeshi ya Al-Dhafra alfajiri, taarifa hiyo imeeleza. Milipuko imetikisa Teheran tena, shirika la habari la ISNA limeripoti. Kulingana na taarifa zake, milipuko hiyo iliathiri maeneo kadhaa ya mji mkuu wa Iran. Vilevile huko Bahrain ni kwamba ulinzi wa anga wa Bahrain umeharibu makombora 86 ya Iran na ndege zisizo na rubani 148. Hii ni tangu mvutano kati ya Mashariki ya Kati ulipoongezeka, wizara ya ulinzi ya eneo hilo imeweza kuripoti. Lakini pia jeshi la Marekani linapanga kushambulia maeneo ya Iran ambayo hayajawahi kulengwa. Rais Donald Trump anasema leo Iran itapigwa vibaya sana, maeneo na makundi ya watu ambayo hayakufikiriwa kulenga hadi wakati huu, aliandika kwenye ukurasa wake wa Trust Social. Maswali yanabaki, je, akilenga maeneo ambayo hajawahi kulenga, unadhani Iran naye itakuwaje? Wawakilishi wa Pentagon wametembelea Ukraine wiki iliyopita kujadili uwezekano wa msaada wa Kiev katika kurudisha nyuma mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran kwa ndege zisizo na rubani Mashariki ya Kati, Politico inasema. Gazeti hilo liliweza kunukuu tathmini kwamba matumizi ya Iran ya ndege zisizo na rubani za bei nafuu zinazozalishwa kwa urahisi yamefichua udhaifu wa Marekani na washirika wake wa kikanda. Anasema hii imelazimisha utawala wa Marekani kutafuta makubaliano na Ukraine, ambapo Kiev ingehamisha teknolojia hadi Washington ili kukabiliana na ndege zisizo na rubani. Kulingana na Politico, hii inaipa Kiev nguvu ya muda mfupi dhidi ya Marekani. Vilevile ulinzi wa anga wa Falme za Kiarabu umegundua kurushwa kwa makombora 16 ballistic na ndege zisizo na rubani 121 kutoka Iran, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Hii ni tangu mvutano huo uanze. Iran inajibu kwa ufanisi na kwa ustadi wa uchokozi wa Marekani
na hivi karibuni Washington itagundua jinsi vitendo vyake vilipotoka. Andrei Katapolov, mkuu wa kamati ya ulinzi ya jimbo la Duma, anasema kwenye hafla ya wakfu wa hisani wa Suvorov kutuma misaada ya kibinadamu kwenye eneo maalum la operation za kijeshi, Iran inajibu kwa ukali, kwa ufanisi na kwa uwezo. Hivi karibuni Wamarekani wataanza kutambua, na tayari wanaanza kutambua kwamba wanafanya kitu tofauti kabisa na kile wanachopaswa kufanya. Vilevile, saa kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuitaka Iran isalimu amri ili kusitisha vita vinavyoendelea, rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameapa kuwa kamwe taifa lake halitajisalimisha kwa Marekani na Israeli. Amesema hayo kupitia hotuba yake iliyorushwa na televisheni ya taifa. Kwenye hotuba hiyo, Pezeshkian ameyaomba radhi mataifa jirani kwa mashambulizi yaliyofanywa na Iran. Amesisitiza kuwa uongozi wa mpito wa nchi yake umekubaliana kuwa hakutakuwa tena na mashambulizi ya aina hiyo dhidi ya maeneo ya nchi hizo isipokuwa pale Iran itakaposhambuliwa kutoka kwenye mataifa hayo. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.